yetu, na ni katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Biblia inatuambia kwamba kijiji cha Yeriko kilikuwa kizuri, na kilikuwa ni kijiji ambacho kinapendeza. Bwana asifiwe. Na ilikuwa kilikuwa kizuri, kilikuwa na nyumba za mawe. Bwana asifiwe. Biblia inasema it is a fine city. Bwana asifiwe. Hebu ndio mtawamuta. Bwana asifiwe. Ilikuwa fine city. Kila mtu anatamani kuishi mahali pale. Bwana asifiwe. Ilikuwa na nyumba, ilikuwa na rangi, ilikuwa na kila kitu nzuri. Watu wote walikuwa wanafaa vizuri, lakini kulikuwa na shida moja. Maji ya hiyo kijiji ilikuwa inaleta utasa. Bwana asifiwe. Ilikuwa inaleta nini? Utasa. Ungekunywa hiyo maji ukiwa na mimba unamskani. Bwana asifiwe. Hata kama gardens ya hiyo kijiji Yeriko zilikuwa nzuri na za kupendeza, mimea ikimea ikimwagiwa ile maji, Bwana asifiwe, inakauka. Kwa sababu hiyo maji haikuwa nzuri. It was not pure. Bwana asifiwe. Biblia inasema aje? Ukiona na hiyo maji, Bwana asifiwe, kwa sababu sio nzuri, ulipopendeza unapata. Bwana asifiwe. Kwa sababu ilikuwa ni maji ambayo sio nzuri. Na wakaenda wanaume au wazee wa nyumba kumi walio kijiji, wakaenda kayaisha, wakamwambia hivi mtumishi wa Mungu, hata kama hiki kijiji chetu ni kizuri, kwa muonekano wa wanadamu kinapendeza, kwa muonekano wa wanadamu ni kizuri sana, lakini tuko na shida moja. Maji ya hii kijiji sio mzuri na haipendezi. Tukikunywa kwa hii maji hatutaishi. Bwana asifiwe. Hatuendelee. Tukiona na hii maji mambo yetu wiko iwe sawa inaharibika. Bwana asifiwe. Naye akaamuru hivi, aletewe sahani na pia isiwe chumvi, na akaenda akamwaga kwenye maji ilikuwa inatoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mto ambao ulikuwa ni kubwa inatakasia mito ndogo maji. Bwana asifiwe. Na alipofanya hivyo maji yakakuwa Mungu akasafisha maji. Lakini alipokuwa akielekea Bethani akitoka Yeriko, akapatana na vijana 42 na wanaanza kumchekelea, wakuimba nyimbo za kumdhihaki. Bwana asifiwe. Amen. Akasikia uchungu kwa moyo wake, maana alikuwa mwaliwa mafuta wa Bwana. Na alipogeuka hivi bila kusema neno, akawalaani kwa roho yake. Bwana asifiwe. Na Mungu akaachilia wanyama wawili, wakakuja wakamaliza wale vijana. Nataka ujijue siku ya leo. Akiwa mwenzako, nataka ujijue siku ya leo. Mimi sitaki kuongelea kuhusu hii maji. Kuna Yesu ambaye nimewaisha siku ya leo. Amen. Amen. Na kuna maji ambayo ni neno la Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na neno la Mungu ndio taa, ndio ngao, ndio panga, ndio nyundo, ndio suluhisho, ndio kila kitu katika maisha ya Mkristo. Bwana asifiwe. Amen. Nataka ujijue. Inawezekana tunafanya vizuri, tunapendeza, tunatembea vizuri, wakimsaidia wetu vizuri, tukitembea huko tuko wazuri, lakini maji yenye ndani yako inakaaje? Ni maji ya kuzalisha
Bwana asifiwe. Jiulize, unazalisha au unaleta utasa? Bwana asifiwe. Unakaanga aje na wenzako? Unakaanga aje katika nyumba ya Mungu? Unakaanga aje nje ya nyumba ya Mungu? Bwana asifiwe. Mungu ameniinua. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza Mungu ameniinua. Biblia inasema that fox have the holes and the bird have the nest, but the Son of God, he doesn't have any place to stay because our heart and our spirit, they are not pure. Saa zingine unapata mtu ni Mkristo, ameokoka, lakini ndani ya roho yake imejaa maji ambayo sio mzuri. Sio tunaweza kama watoto wako wakae na huyo mtu, kwa sababu maji yako ndani sio mzuri. Maji ni neno la Mungu. Mchungwa haiwezi zaa maembe ama izae ndimu. Ndimu italeta ndimu. Maembe, mwembe utaleta maembe. Mgomba wa ndizi utaleta ndizi. Jijue wewe ni mtu wa aina gani katika ufalme wa Mungu, si katika nyumba ya Mungu. The Bible says, our body is the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is very pure. Ni msafi, ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Hachangani na chochote kwa sababu ni msafi. Bwana asifiwe. Unaweza kuficha lakini huwezi kuficha Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba anajua kukaa kwetu, kuamka, kuishi. Bwana asifiwe. Kila kitu unajua. Alikuandikia the bandit na anajua the bandit. Fear not Lord, muogope Mungu. Bwana asifiwe. Kana maji ambayo ni safi, kwa sababu wewe na mimi tulisafishwa na maji yetu ikatiwa chumvi ambayo ni neno la Mungu. Na ni neno ambalo linatusimamisha na kutuongoza. Hivyo katika yetu. Bwana asifiwe. Yeye anakuambia ya kwamba utii Mungu na usijitengenezee mtu mwingine. Usifanye hao watu wengine Mungu wako. Usifanye pesa Mungu wako. Bwana asifiwe. Biblia inasema, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Bwana asifiwe. Lakini haitakufuata hilo. Lazima utoe maji safi. Kidogo nikubali Yesu akutie chumvi ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Tutoe maji safi ambayo inapendeza Mwenyezi Mungu. Tuzalishe watu wakituona watamani huyu Mungu. Bwana asifiwe. Watamani kukaa na Bwana, watamani kujua Mungu wakoaje, na ndio wanashiriki na sisi kwenye ibada ya kuenda mbinguni. Haleluya. Biblia inasema wajua ndio tu wanajua, wanasema kwamba hakuna Mungu. Lakini sisi Mungu ametuelimisha, tunajua kwamba kuna Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tunajua kuna Mungu, tunafaa tutende mambo ambayo inapendeza Baba yetu, ambaye ni Mungu wetu, ambaye ndio mfalme. The Bible says heaven belongs to God and the earth belongs to God. Bwana asifiwe. Mbinguni ni ya Mungu na dunia ni ya Mungu. Na sisi ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu Mungu hawezi fanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unanywesha mtu maji ambayo sio mzuri, hauzalishi. Tabia zako hazizalishi. Kwa kuonekana we know how to match. Bwana asifiwe. Unajua kumatch scratch na bronze. Unajua kumatch stress. Bwana asifiwe. Kwa hivyo muonekano wako ni mzuri, lakini ndani ya moyo wako hauna maji nzuri ambayo inaweza zalisha. Bwana asifiwe. Wacha tukuwe na maji ambayo inazalisha, maana Kristo aingia ndani ya roho yetu. Bwana asifiwe. Na akatuosha dhambi zote, takataka zote, uchafu wote tulioshwa na Bwana. Bwana asifiwe. Wacha tukuwe watu wa kuzalisha. Ukipata mtu ni mrefu, just talk to that person. Mwambie hivi, hakuendani hivi. Hata asiposikia,
ni kuwa msichana. Unaenda kuhubiria mtu, anakuignore, hataki kujua, Bwana apewe sifa. Lakini ukienda, huyo mtu anatafakari, anakukuta na kwambia, na ile maandiko ulimsomea, ilikuwa katika kitabu gani? Bwana apewe sifa. Si unaona mtu alijirudia na akakumbuka ile maji ambayo ulipatia iko na chumvi. Bwana apewe sifa. Na tumesema chumvi ni neno la Mungu siku hii. Kwa sababu sisi tumeokoka, maji yetu ni safi. Maji yetu ni takatifu. Bwana apewe sifa. Wacha kulisha watu wale wengine maji safi. Biblia inasema mpende hata adui yako. Bwana apewe sifa. Kwa sababu yule adui pia ni mtoto wa Mungu. Na Yesu atafurahia wakati atachukua fimbo, achukue patie Mungu ambaye ni baba yetu, amwambie ndio hizi kwa Mungu. Na wote wameingia. Bwana apewe sifa. Amen. Huyo adui yako ukimhubiria neno la Mungu, hii chumvi, utie hii chumvi ambayo ni neno la Mungu ndani ya roho yako, atabadilika. Amen. Haijalishi itakuchukua muda wa aina gani, lakini atabadilika. Tukue Wakristo tofauti na Wakristo wale wengine tumekuwa tukisikia. Bwana apewe sifa. Christianity is not church. Wakati Yesu alienda mbinguni, alisema nitakuja kuchukua kanisa. Kanisa ni nini? Ni watu ambao, na si watu peke yake, sio watu tu peke yake. Juu hata pia na hofu. Ni watu ambao wanafanya kadri na mapenzi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Hawafanyi kinyume, wanafanya kadri ya mapenzi ya Bwana. Hawana dosari ya kama mmeokoka. Bwana apewe sifa. Hao ndio Wakristo ambao Yesu anakuja kuchukua. Hiyo ndio kanisa. Mtu ambaye anafuata sheria za Mungu. Bwana apewe sifa. Wacha tuendelee kusoma neno. 23. Elisha left the people to Bethlehem, and on the way, some boys come out of town and made fun of him. Get out of here, Rabbi, they shouted. Elisha turned out, grieving at them, and cast them in the name of the Lord. Then two bears came out of wood and tore 42 boys to pieces. Hawa watoto walikuwa kwa hiyo kijiji cha Jericho. Elisha amekuja anatengeneza maji. Watoto tu wanacheza, ndio watu wengi wanacheza. Unajua? Hata mnayapika mngine hakuji kukua. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo watoto walikuwa tu wanacheza. Bwana apewe sifa. Hawakujua kuna kitu inaendelea, hawakujua kuna maji inatengenezwa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo walikuwa tu wanacheza. Na kwa sababu wazazi